Jacob Aloisi Siai, katibu wa CCM wilaya. Kampeni zetu zinaendelea vizuri, wananchi wetu wanajitokeza kwa wingi kwenye mikutano yetu, hamasa ni kubwa, na kwa kweli tumefika karibu mwisho wa kampeni na tunaona jinsi ambavyo mwitikio wa watu wetu kuelekea uchaguzi ulivyo mzuri, na wananchi wako tayari kwa uchaguzi, na sisi tunaendelea kuwahimiza na kuwahamasisha wajitokeze kwa wingi kwenye uchaguzi siku ya tarehe 29 Oktoba 2025. Na kwa kweli tunafanya kazi kubwa ya kuwaombea kura viongozi wetu, kuanzia Daktari Samia Suluhu Hassan, wagombea wetu wa ubunge kwa majimbo ya Kawe na Kinondoni, lakini wagombea wa diwani katika kata zote 20 za wilaya ya Kinondoni. Tuwasihi wananchi wengine wote wa Kinondoni kwa maana ya majimbo yote mawili na kata zote 20 siku ya tarehe 29 mwezi wa 2025 wajitokeze kwa wingi kwenye zoezi la upigaji wa kura, wahamasishane wenyewe kwa wenyewe na watu wengine waweze kujitokeza kwa wingi, kwa sababu tumeshakuwa na uhakika na kwa kweli mwaka huu kazi tulionayo ni ya uchaguzi na lazima zoezi hilo lifanyike. Lakini tuwatoe hofu, tumethibitishiwa na viongozi wetu wa serikali kwamba hakutakuwa na mashaka ya kuwa na wasiwasi wowote wa kuwafanya watu washindwe kwenda kupiga kura siku hiyo, kwa sababu taratibu zote za kisheria zitafuatwa na zitasimamiwa. Puuze maneno ya watu wachache wanayotoa kauli mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii, kwa sababu unajua watu wetu wengi kipindi cha uchaguzi wanataka kutumia vibaya. Hawa watu wanaozungumza mwaka huu 2025 tungewasikia pia mwaka jana 2024. Haya mambo wanayozungumza mwaka huu wangeyazungumza na mwaka 2023. Lakini kwa nini wanayaleta kipindi hichi? Ni kwa sababu wanataka kuchafua hali nzuri ya nchi yetu, wanataka kurudia utaratibu mzuri wa kuchagua viongozi kila baada ya miaka 5, na wanataka watuingize kwenye historia ambayo kwa kweli taratibu za nchi yetu hazikubali, lakini sisi kama Watanzania hatujazizoea na hatuzitaki. Kwa tunataka wananchi wetu wajitokeze wakachague viongozi wao, na masuala mbalimbali yanayohusu changamoto za wananchi wetu zitaendelea kushughulikiwa na serikali inayokwenda kuchaguliwa, na zimekuwa zikiendelea kusikilizwa na kushughulikiwa katika serikali zilizopita. Kwa wananchi wajitokeze wakapige kura, na kwa kweli tunaamini kazi kubwa na muhimu ambayo tunapaswa kuifanya kama viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa serikali na wananchi kwa ujumla ni kuilinda amani yetu ili tuweze kufanya kazi zingine zote zikiwemo za siasa. Naitwa Nasibu Rashid Limira, mgombea udiwani kata ya Kigogo iko salama na wilaya ya Kinondoni salama. Tukijaribu kuambia watu wajitokeze wakapige kura zao, wachague vyama wanavyovipenda. Baada ya hapo waende wakatulie majumbani wasubiri matokeo. Kila kitu kitakwenda kwa kufuata utaratibu, kwa sababu tunaamini kabisa walio wengi wanataka uchaguzi ufanyike na maisha yao yaendelee, kwa sababu uchaguzi ni njia pekee ya kuhalalisha serikali inayotakiwa ingie katika madaraka. Kinyume cha hivyo, maana yake hakuna njia nyingine yoyote. Maandamano hayahalalishi serikali wala nini. Tumeona hata maeneo ambayo watu wamekaa wameandamana, lakini mwisho wa siku hawajui nini wanachokitafuta au wanachokitaka. Maeneo mengi yamekuwa hivyo. Yoyote anaingia akifanya jambo hawakubaliani nalo, kesho anafanya maandamano, wanamtoa, wanamweka mwingine. Kwa hiyo sio njia sahihi ya kufanya maisha ya watu waweze kupata serikali za kusaidia. Njia pekee ndio sahihi ni kuingia kwenye uchaguzi. Tumepita kwenye vijiwe vya bodaboda na tumezungumza nao. Walio wengi wanasema yeye uwezo wake wa kupata chakula chake ni mpaka atoke aende akazunguke aje alishe familia yake. Hivi unapofanya maandamano siku 3 hao watu wanaenda kuishi vipi? Kwa sababu wao wanawadanganya, walio wengi wako nje ya nchi. Yeye yuko kule anaendelea na maisha yake. Anakuambia wewe uharibu eneo lako baadaye upate riziki yako. Nafikiri ni mvumo tu ambao unaotokea, lakini hata hao bodaboda wanaosema kwamba wataingia, sidhani kama kuna mtu ambaye ataonekana bodaboda ambaye atakaingia kwenye huo mtego. Sidhani, kwa sababu wao ni maisha yao na wanapambana na wana familia zao. Mtu anayekushauri au anayekushawishi yeye mwenyewe kwanza hayupo. Na vitu vya kusikitisha hata kwenye mitandao hiyo ya kijamii, wewe jaribu kufuatilia majina ya wale watu ambao wanaohimiza maandamano. Unasikia mtu anajiita kichwa cha mbuzi,
mwingine anajiita sijui Barakoa, sijui anajiita nani. Hakuna mtu anajiita jina lake kamili. Sasa yeye anakushawishi yeye unaoka gani kama kesho yeye atatoka, ikiwa jina lake mwenyewe amelificha, hataki kulitaja mtu kama huyo. Kwa kweli tunachowasihi wananchi kwa bwana, tunahitaji kufanya uchaguzi ili tupate serikali za kutusaidia maisha yaendelee, na wale ambao walikuwa hawako tayari kwa uchaguzi basi wasubiri uchaguzi mpaka mwaka 2030, sio mbali, miaka 5 tu ijayo. Nafikiri njia rahisi. Wale ambao hawakuwa tayari kwa uchaguzi mwaka 2030 utakuwa na uchaguzi mwingine, waje tufanye uchaguzi twende mbele. Kuna vyama 19, 18 vyote viko kwenye uchaguzi. Sasa kimoja ambacho hakipo hakiwezi kuwa sababu ya kufanya maisha ya nchi yasiende.